Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa, Dominika ambayo neno la Mungu linatuuliza swali ambalo kila Mkristo anapaswa kulijibu kutoka ndani ya moyo wake. Wewe unasema Yesu ni nani? Katika Injili ya leo, Yesu anawapeleka wanafunzi wake katika eneo la Kaisaria Filipi na kuwauliza wanachosema watu kumuhusu. Baada ya kusikia majibu mbalimbali, Yesu anawageukia wanafunzi wake mwenyewe na kuwauliza, ninyi mwasema mimi ni nani? Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 22 aya 19 hadi 23. Mungu anamuondoa Shebna katika nafasi yake na kumweka Eliakim, akimkabidhi mamlaka na funguo za nyumba ya Daudi. Mungu ndiye anayetoa mamlaka na kuwakabidhi watu wajibu wa kuongoza wengine kwa niaba yake. Katika somo la pili, Mtume Paulo kwa Warumi sura 11 ya 33 hadi 36, Mtume Paulo anastajabia hekima na maarifa ya Mungu yasiyopimika. Mungu ana mpango mkubwa kuliko uwezo wetu wa kueleweka. Tunaitwa kumtumainia kwa unyenyekevu. Na katika somo la Injili Mathayo sura 16 aya 13 hadi ya 20, Yesu anawauliza wanafunzi, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kisha anawauliza, ninyi mwasema mimi ni nani? Na Petro anajibu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imani ya kweli inamtambua Yesu kuwa Kristo na mwana wa Mungu, na kanisa linaendelea kutekeleza utume wake kwa mamlaka aliyopewa Kristo. Karibu tuanze safari hii pamoja, tukimwomba Roho Mtakatifu atupe neema ya kumtambua Yesu Kristo kwa moyo wa kweli na kusema pamoja na Petro, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kukualika katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Na ujumbe wetu katika Dominika ya leo unasema, ukimjua Yesu ni nani, utajua wewe ni nani. Ukimjua Yesu ni nani, utajua wewe ni nani. Unajua ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo kwa kweli karibu kila siku inajaribu kutuambia sisi ni nani. Kwa mfano, mtu akiwa na pesa, dunia inasema huyu mtu ni wa muhimu sana. Watu wanamuona ni wa muhimu sana, hata kama anafanya mambo ya ajabu, lakini watamuona ni wa muhimu na ni wa maana. Kwa nini? Kwa sababu tu ana pesa. Ukipata cheo, labda ni kazini, au ukipanda cheo, utaanza kusifiwa na kila mtu. Kuna namna ambavyo watu wataanza kukutazama tofauti. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi una cheo. Ukiwa na elimu, unaonekana kwamba umefanikiwa, na kuna namna ambavyo dunia inakuweka kwenye kategori yake. Lakini vice versa pia, ikiwa umepoteza kazi, ikitokea umefeli, au ikitokea umefilisika, au labda imetokea afya yako imebadilika, au ukapoteza cheo, au ile nafasi uliokuwa nayo, watu wanaanza kukuweka pembeni. Hata wale waliokuwa karibu na wewe kwenye ile inner circle yako, wote huwaoni tena. Kila mmoja anapotea taratibu taratibu, na ghafla unajikuta peke yako, na unajikuta ni kama unajiuliza swali, hivi mimi ni nani sasa? Maana ni kama vile huelewi unachokiona. Unajua, wakati mwingine ndugu zangu, tumekuwa tukijitambulisha kwa kazi zetu. Unakuta mtu anajitambulisha, mimi ni mwalimu. Ukimuuliza wewe ni nani? Mimi ni padri. Wewe ni nani? Mimi ni muuguzi. Wewe ni nani? Mimi ni mfanyabiashara. Wewe ni nani? Mimi ni mhandisi, ni engineer. Wewe ni nani? Mimi ni mhasibu. Kwa hiyo kila mtu anapenda kujitambulisha na kazi yake, kujitambulisha na profession yake, kujitambulisha na utaalamu wake. Lakini swali nalotaka ujiulize ni hili: hivi hiyo kazi yako ikiondoka, wewe ni nani?
Huo utaalamu wako ukiondoka, nini kinabaki? Huo uhasibu wako ukiondoka, ukawekwa pembeni, what remains? Nini kinabaki? Huo uuguzi wako, udaktari wako ukiondolewa, hiyo kazi yako, hiyo title yako, hicho cheo chako kikiondolewa, nini kinabaki? Au nikikwambia minus your title, who are you? Wewe ni nani tukiondoa hiyo title yako? Wewe ni nani tukiweka pembeni hiyo ofisi yako? Wewe ni nani tukiondoa hiyo kazi yako? Unajua, tunajitambulisha wakati mwingine na mafanikio yetu, na ndio maana ni muhimu kujiuliza, hivi tukiondoa hayo mafanikio, wewe ni nani au nini kinabaki? Wakati mwingine tunajitambulisha na zile connection tulizojijengea. Connection, watu wanakuambia bwana, dunia ya leo ni about connection. Kwa hiyo tukiondoa hizo connection unazojivuna nazo, tukiondoa hizo connection ambazo umejificha, umeingia, zimekufunika, swali linabaki, je, tukiondoa hizo nini kinabaki? Wewe ni nani? Ndugu zangu, injili ya Mathayo leo, injili yetu inatoka kwenye kitabu cha Mathayo. Injili ya Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 20 inatusaidia sana kuelewa swala hili, kuelewa Yesu ni nani. Unajua, Petro anamwambia Yesu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni baada ya Yesu kuwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Na watu wakatoa majibu mbalimbali. Alafu Petro akajibu kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baada tu ya Petro kumwambia Yesu yeye ni nani, Yesu naye akageuka akamwambia Petro, Petro ni nani? Maana Yesu anasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, juu ya ufahamu huu wa kunijua mimi ni nani, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro anasema wewe ndiwe Kristo. Yesu anamwambia wewe ndiwe Petro. Na hapa kuna jambo la muhimu ndugu zangu, natamani tulione mapema, kwamba tunapoanza kumjua Yesu ni nani, tunaanza pia kugundua sisi ni nani. Naomba nirudie hilo. Tunapoanza kumjua Yesu ni nani kwenye maisha yetu, tunaanza kugundua sisi ni nani. Na yako mambo matatu nataka niyazungumze hapa. Jambo la kwanza nataka kulizungumza ni hili, kwamba usiruhusu sauti za watu ziamue wewe ni nani. Ninatamani kweli unielewe hapa. Usiruhusu sauti za watu ziamue wewe ni nani. Unajua, katika somo la Injili tumesikia Yesu na wanafunzi wake wako Kaisaria Filipi. Unajua, hii Kaisaria Filipi lilikuwa ni eneo lililo kaskazini kabisa mwa Galilaya. Hili eneo wakati mwingine lilijulikana kwa michanganyo, ibada za kipagani zilikuwepo huko ndani. Utawala wa Kirumi kwenye ile eneo ulikuwa na nguvu sana. Utawala wa Kirumi, ile dola ya Kirumi ilikuwa na ushawishi mkubwa sana. Na hata Herode mkuu alikuwa amejenga hekalu kwa heshima ya Kaisari Augusto. Na baadaye Filipo mwana wa Herode akapanua ule mji vizuri, alafu akaamua kuita Kaisaria Filipi. Kwa hiyo hata jina la huo mji tu linaonyesha nguvu. Jina la huo mji tu linaonyesha mamlaka. Jina la huo mji tu linaonyesha utawala wa Kaisari. Sasa ni katika mazingira hayo Yesu anauliza hili swali, kwamba watu wanasema mimi ni nani? Ni katika hayo mazingira Yesu anauliza watu wanasema mimi ni nani? Na vijana wanaanza kujibu. Vijana wanaanza kujibu kwamba Yesu anauliza mwana wa Adamu, watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine ni Elia, wengine wanasema Yeremia, wengine wanasema mmoja wapo wa manabii. Kwa hiyo wale walikuwa na wanatoa option mbalimbali, opinions mbalimbali walizonazo kuhusu Yesu. Lakini Yesu hatosheki na opinion zao. Yesu anauliza, anawaambia, okay, mmeniambia watu wanasema mimi ni nani, na ninyi je, mnasema mimi ni nani? Manake Yesu ni kama anahamisha swali kutoka watu wanasema mimi ni nani, analeta swali kutoka ninyi mnasema mimi ni nani. Wewe unasema mimi ni nani? Ndugu zangu, ni muhimu sana
tuelewe hili, kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo ina sauti nyingi sana. Ina sauti nyingi sana. Watu watakwambia wewe ni nani. Social media zitakwambia wewe ni nani. Mafanikio nayo yatataka kukwambia wewe ni nani. Makosa uliofanya yatajaribu kukwambia wewe ni nani. Na wakati mwingine hata yule mtu aliyekuumiza kabisa anaweza kuwa amekuacha na sauti ndani yako, sauti inayokwambia kila siku wewe hufai, wewe huwezi, wewe huna maana, wewe huwezi kubadilika. Na unajua, ukisikiliza sauti hiyo kwa muda mrefu, unaweza ukaanza kuiamini. Ukaanza kujiona wewe hufai, ukaanza kujiona wewe huna maana, ukaweza kujiona wewe ni wa namna gani. Lakini injili ya leo, ndugu zangu, inatualika turudi kwa Yesu. Turudi mbele za Yesu. Kwa sababu kuna tofauti kubwa kati ya watu wanasema wewe ni nani na Mungu anasema wewe ni nani. Petro aliposema wewe ndiwe Kristo, Yesu hakumwambia hongera, wala Yesu hakumwambia tu umefanya vizuri. Yesu akamwambia wewe ndiwe Petro. Ni kama Yesu anamwambia, kwa sababu umeanza kunitambua mimi ni nani, niruhusu nami nikuambie wewe ni nani. Wewe ndiwe Petro. Na akamwambia, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hilo ni jambo la kwanza tunalojifunza, kwamba utambulisho wako hauanzi na watu. Utambulisho wako unaanza na Mungu. Ni Mungu, ni Yesu anamtambua Petro. Anamwambia Petro, identity yako ni nani? Wewe ndiwe Petro. Na juu ya huo mwamba, juu ya huo ufahamu wa kunijua mimi ni nani, nitalijenga kanisa langu. Kumbuka ndugu zangu, watu wanaweza kukuidentify kwa mambo mengi. Watu wanaweza kukuidentify kwa mambo mbalimbali. Wanaweza kukutambua kwa namna mbalimbali. Wengine wanaweza wakakutambua au wakakutambulisha au kukuidentify kwa makosa yako. Watu wanaweza kukuangalia wakakuidentify kwa makosa yako tu. Wengine wanaweza wakakuidentify kwa kushindwa kwako tu. Wengine wanaweza wakakuidentify kwa tabia zako tu wanazozijua. Wengine wanaweza wakakuidentify kwa udhaifu wako. Wako wengine wanaweza kukuidentify kwa cheo chako, kwa mali zako, kwa mafanikio yako na kadhalika na kadhalika. Lakini ndugu zangu, point yangu ni hii: wewe sio hayo mambo. Wewe sio hayo mambo ambayo watu wanakuidentify nayo. Wewe sio makosa yako. You are not your faults. You are not your mistakes. Wewe sio udhaifu wako, wala wewe sio hiyo tabia ambayo watu wanakuidentify nayo. Wala wewe sio hicho cheo. Wala wewe sio hiyo mali. Wala wewe sio hayo mafanikio ndugu zangu. Wewe sio yale mambo ambayo watu wanasema juu yako, bali wewe ni kile kitu ambacho Mungu anasema juu yako. Naomba nirudie. Wewe sio yale mambo ambayo watu wanasema juu yako. Wewe ni kile ambacho Mungu anatamka juu yako. Sasa Mungu anasema nini juu yako? Anasema wewe ni mtoto wangu. Mungu anasema wewe ni mtoto wa Mungu. Anakupenda, amekuumba kwa sura na mfano wake, amekuita kwa jina lako. Anasema wewe ni wa thamani. Wewe nenda kasome Isaya sura ya 43. Anasema wewe ni wa thamani machoni pangu, nimekuita kwa jina lako, wewe uwe. Kwa ndugu zangu, ninatamani ujiulize leo, ni sauti gani ambayo umeiruhusu kwa muda mrefu sana iendelee kukuambia wewe ni nani, badala ya kumsikiliza Mungu anasema wewe ni nani. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Usiruhusu watu wakuambie wewe ni nani. Mpe Mungu nafasi na umsikilize kile kitu Mungu anasema. Jambo la pili, tunapomjua Yesu ni nani kwetu, taratibu tunaanza kugundua kusudi la maisha yetu. Tunapomjua Yesu ni nani kwetu, taratibu tunaanza kugundua kusudi la maisha yetu. Maana anatufunulia lile kusudi la maisha yetu, lengo la maisha yetu ni nini. Kuna kitu ndugu zangu napenda tukione hapa. Unajua Yesu hamwambii Petro wewe ndiwe Petro. Anaendelea. Anamwambia na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maana yake Yesu hamuonyeshi Petro tu kwamba yeye ni nani.
lakini pia anamuonyesha ameumbwa kwa ajili ya nini. Ngoja nirudi. Yesu amuonyeshi tu Petro kwamba yeye ni nani, lakini anamuonyesha kusudi la maisha yake ni nini. Ameumbwa kwa ajili ya nini? Unajua, kwenye maisha, ndugu zangu, swali muhimu sio tu kujiuliza mimi ni nani. Unaweza kujiuliza sana hilo, lakini swali lazima tuende deep kidogo, lazima tuingie ndani kidogo, tujiulize mimi nipo hapa kwa ajili ya nini? Nipo hapa kwa ajili ya nini? Kusudi la maisha yangu ni nini? Unajua, watu wanaweza kuwa na kila kitu, lakini bado wakajikuta wanajiuliza swali hilo, kwa nini niko hapa? Wajiuliza, ninaishi kwa ajili ya nini? Maisha yangu yana maana gani? Watu wanaweza kujikuta bado wanajiuliza maswali haya. Sasa Petro anapomgundua Kristo, anapomtambua Kristo ni nani, Kristo anamfunulia ile misheni yake. Anamfunulia ile misheni yake ni nini? Anamfunulia misheni yake. Anamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa lugha nyingine, Yesu anamwambia Petro, Petro, maisha yako si kwa ajili yako tu. Nina kazi kwa ajili yako, nina mission kwa ajili yako, nina utume kwa ajili yako. Na hata somo la kwanza, ndugu zangu, somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha Isaya, ile sura ya 22 mstari wa 19 mpaka wa 23, tunakutana na Shebna pale. Shebna huyu anaondolewa nafasi yake na Eliakim anapewa huo wajibu aliokuwa nao Shebna. Na Mungu anasema kuhusu Eliakim, anasema nitamvika joho lako. Anamwambia Shebna, nitamvika Eliakimu joho lako, nitampa mamlaka yako. Anamwambia naye atakuwa baba wa wenyeji wa Yerusalemu. Alafu anaongeza, anasema kisha nitaweka funguo za nyumba ya Daudi begani mwake. Tunaona hapa Mungu hamwiti tu Eliakimu kwa ajili labda ya heshima tu. Hapana, hamwiti Eliakimu kwa ajili ya heshima tu. Hapana, anampa wajibu, anampa mamlaka ili atumikie, anampa funguo. Na ndio maana, ndugu zangu, funguo zinaonekana tena katika Injili. Yesu anamwambia Petro, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo huku Isaya kwenye somo la kwanza anataja funguo, kwenye Injili pia Yesu anataja funguo. Sasa katika masomo haya yote mawili ujumbe ni mmoja tu, kwamba Mungu anapokufunulia wewe ni nani, anakukabidhi kitu cha kufanya. Ngoja nirudie. Mungu anapokufunulia wewe ni nani, Mungu anapokusaidia ujitambue wewe ni nani, ujue wewe ni nani, anakupa na wajibu, anakupa na mission, anakupa na kitu cha kufanya. Unajua, Mungu akukupa maisha yako kwa ajili yako wewe mwenyewe tu, uishi ufurahie tu. Kuna mtu ambaye anahitaji upendo wako. Kuna mtu ambaye anahitaji msamaha huo ambao unamcheleweshea. Kuna mtu ambaye anahitaji uvumilivu wako, anahitaji uvumilivu wako. Kuna mtu aliyekata tamaa, anahitaji neno la faraja tu kutoka kwako. Yupo huyo. Inawezekana kuna familia inayohitaji uwepo wako. Inawezekana kuna ofisi inayohitaji uwepo wa mtu kama wewe. Inawezekana kuna ukoo unaohitaji uwepo wa mtu kama wewe. Inawezekana kuna jumuiya inahitaji uwepo wa mtu kama wewe. Inawezekana kuna mtu anasubiri aolewe na wewe, au kuna mtu anasubiri akuoe wewe. Kwa hiyo hatuishi kwa ajili yetu peke yetu. Kuna sehemu ya ufalme wa Mungu ambayo Mungu anataka kuijenga, lakini kupitia wewe, kupitia wewe. Sasa ngoja niseme hivi, huenda hatutapewa funguo za pekee kama alizopewa Petro, maana funguo za Petro zilikuwa ni funguo za pekee. Huenda hatutapewa funguo za pekee kama alizopewa Petro, lakini kila mmoja wetu amekabidhiwa funguo fulani, kwa sababu funguo maana yake ni mamlaka. Zile funguo zinakupa mamlaka ufunge na kufungua. Mzazi kwa mfano amepewa funguo za familia yake. Baba amepewa funguo za familia yake. Mama amepewa funguo za hiyo familia. Mwalimu kwa mfano amepewa funguo za maisha ya wale vijana anaowafundisha. Kiongozi amepewa funguo za wale anaowaongoza. Padri amepewa funguo za roho
alizokabidhiwa. Kwa hiyo na kila Mkristo hivyo hivyo amepewa funguo za kuleta upendo, funguo za kuleta msamaha, funguo za kuleta matumaini. Amepewa funguo hizo, funguo za kuleta amani, funguo za kuleta uwepo wa Kristo mahali alipo. Manake kama Mkristo uko mahali alafu hakuna amani, hujatumia funguo zako. Kama Mkristo uko mahali hakuna upendo, naomba funguo. Kama uko mahali watu wanakosa matumaini, hujatumia funguo zako. Kwa hiyo tujifunze kujiuliza, ndugu zangu, kila siku tujifunze kujiuliza kwamba Bwana, umeniweka hapa kwa ajili ya nani? Umeniweka hapa kwa ajili ya nini? Umeniweka kwenye hii ndoa kwa ajili ya nini? Umeniweka kwenye hii ofisi kwa ajili ya nani? Umeniweka kwenye hiki kikundi kwa ajili ya nini? Umeniweka kwenye hii parokia kwa ajili ya nini? Hilo linaweza likabadilisha kabisa maisha yako. Ngoja tuende jambo la tatu. Mungu hatafuti ukamilifu wako, lakini Mungu anatafuta moyo anaoweza kujenga juu yake. Ngoja nirudie. Mungu hatafuti ukamilifu wako, anatafuta moyo ambao uko tayari yeye ajenge juu yake. Unajua, tumesikia kwenye somo la Injili Yesu akimwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa unisikilize. Yesu alipokuwa anasema hayo maneno, alikuwa anafahamu fika kwamba Petro hakuwa mkamilifu. Yesu alipokuwa anasema hayo maneno, alikuwa anafahamu fika kwamba Petro kuna wakati alikuwa na hofu. Kuna mazingira fulani Petro alikosa imani, hata akaanza kuzama. Yesu alipokuwa anasema hivyo, alikuwa anajua udhaifu wa Petro. Alikuwa anajua kuna siku hata Petro alikata sikio la kijakazi wa kuhani mkuu. Yesu anajua udhaifu wa Petro. Tunafahamu tukisoma Injili, kuna wakati Petro alipoona mambo ni magumu, alimkimbia Yesu. Alipoona mambo ni magumu, akamkana mara 3 mbele ya yule house girl. Akasema, mimi simjui huyo mtu. Sasa fikiria haya yote. Yesu anajua hayo yote. Lakini huyu ndiye mtu ambaye leo Yesu anamuita mwamba. Anasema, juu ya huu mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Fikiria, pamoja na madhaifu hayo yote ya Petro, huyu ndiye mtu ambaye Yesu leo anamkabidhi funguo. Anasema, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Utakachokifunga duniani kimefungwa duniani, utakachokifungua kimefunguliwa duniani na mbinguni. Huyu ndiye mtu ambaye Yesu anamkabidhi funguo. Fikiri, pamoja na madhaifu yake yote. Mimi najiuliza, hivi kwa nini Yesu hakumfukuza Petro au hakumkataa Petro? Kwa kukosa imani kote kule. Kwa nini hakumkataa? Petro alikuwa na madhaifu, hakuwa mkamilifu. Alifika mahali akakata sikio la mtu, nimekwambia. Yesu alijua kabisa Petro atamkana, lakini kwa nini hakumfukuza? Au kwa nini hakumkata? Au kwa nini hakumweka pembeni? Sababu ni moja tu, ni kwa sababu Yesu alikuwa anaona mbele zaidi, anaangalia mbele zaidi. Yesu alikuwa anaona zaidi ya udhaifu wa Petro. Manake udhaifu wa Petro haukumpiga Yesu upofu wa kuona zaidi kilichoko mbele ya huo udhaifu wa Petro. Yesu alikuwa hamuoni Petro alivyo leo tu. Alikuwa anamuona Petro atakayekuwa baada ya neema ya Mungu kutenda kazi ndani yake. Huyo ndiye Petro ambaye Yesu alikuwa anamuona. Ndugu zangu, na hili ni jambo kubwa sana kwetu wakati mwingine. Ndugu zangu, ninajua tunajitazama na kuona makosa yetu tu. Wakati mwingine tunaangalia pale tulipoanguka na tuna focus juu ya hilo tu. Wakati mwingine tunaangalia udhaifu wetu na tunafikiri kwamba Mungu hawezi kabisa kututumia tena. Wakati mwingine tunaangalia our past, tunaangalia historia yetu ya nyuma, alafu tukiitazama mambo tuliyofanya, tunakata tamaa kabisa. Tunaona hatuna nafasi tena kwenye moyo wa Mungu. Wakati mwingine tuna focus tu kwenye madhaifu yetu, na hata watu wakati mwingine wana focus kwenye madhaifu yetu wanayoyajua. Na huenda labda hata wengine
hawayajui, lakini kuna yale ambayo sisi tunayajua na tunaona kwamba Mungu kwa kweli hawezi kuniita tena, hawezi kumuita mtu wa namna hii kama mimi. Sasa ndugu zangu, tunajiuliza mara nyingi sana wakati mwingine, hivi Mungu anaweza kunitumia mimi tena? Tunajiuliza, hivi Mungu anaweza kunitumia tena? Hivi Mungu anaweza kurudisha heshima yangu tena kwenye hii ndoa? Hivi Mungu anaweza kurudisha heshima yangu tena kwenye hili kanisa? Hivi Mungu anaweza kurudisha heshima yangu tena kwenye hii jumuiya? Hivi Mungu anaweza kurudisha tena heshima yangu kwa watoto wangu, au kwa mke wangu, au kwa mke wako, au kwa mume wako? Unajiuliza maswali haya. Lakini leo Yesu, ndugu zangu, kupitia Petro anatufundisha kitu kikubwa sana na cha tofauti, kwamba Yesu hakusema Yesu hakusema Simon, ukishakuwa mkamilifu ndipo nitakapokuita Petro. Hakusema hivyo. Hakusema Simon, nasubiri uwe mkamilifu ndipo nikuite Petro. Alimuita kabla hajawa mkamilifu. Alimwambia wewe ndiwe Petro hata kabla hajakamilika. Alimwambia wewe ndiwe Petro pamoja na madhaifu yake yote. Ndugu zangu, hiyo ndivyo neema ya Mungu inavyofanya kazi. Unajua, Mungu hakuoni tu jinsi ulivyo leo, lakini Mungu anaona unavyoweza kuwa ukiweka maisha yako mikononi mwake. Hicho ndicho Mungu anaona. Anaona unavyoweza kuwa ikitokea umejikabidhi, umesarenda maisha yako kwake. Inawezekana kabisa ukijitazama unaona madhaifu yako tu, lakini hicho sicho kitu ambacho Mungu anakiona. Mungu anaona mahali pa kuonyesha nguvu zake. Mungu anaona mahali pa kuonyesha utukufu wake. Inawezekana ukijitazama unaona tu ile your past, unaona your past tu, na inakuumiza sana. Lakini ndugu zangu, Mungu anaona tofauti. Mungu anaona namna atakavyotukuzwa kupitia maisha yako. Hicho ndicho Mungu anaona, namna atakavyotukuzwa kupitia maisha yako kama utaruhusu neema ya Mungu ikubadilishe. Manake pale unapoona kushindwa, Mungu anaona mwanzo mpya. Wewe unapoona mwisho, Mungu anaona mwanzo mpya. Unapoona umefika mwisho, Mungu anaona mwanzo mpya. Hicho ndicho kitu Mungu anachokiona. Sasa, na ndio maana title ya ujumbe wetu leo inasema ukimjua Yesu utajua wewe ni nani. Ukimjua Yesu ni nani, utajua wewe ni nani. Kwa sababu ndugu zangu, bila Kristo tunaweza tukatumia maisha yetu yote tukijitafuta kwenye vitu vinavyobadilika kila siku. Leo tuna cheo, kesho hicho cheo hakipo, hatuna. Leo watu wanakusifia, lakini kesho watu hao wanaokusifia leo watakukosoa. Leo tuna nguvu, lakini kesho tunaweza kuwa dhaifu. Leo tuna afya njema, lakini vipi kesho? Kesho inaweza kubadilika. Lakini kile Mungu anachosema juu yetu hakitegemei hivyo vitu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Leo tunaalikwa kubadilisha swali. Badala ya kujiuliza mimi ni nani, hebu jiulize Yesu ni nani kwangu? Yesu ni nani kwangu? Kwa sababu Petro aliposema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nimekwambia, Yesu akamwambia na mimi nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro alimwambia Yesu yeye ni nani, na Yesu akamfunulia Petro yeye ni nani. Yesu hakumfunulia tu Petro utambulisho wake, hapana, alimfunulia pia misheni yake. Yesu akampa pia funguo. Ndugu zangu, kumbuka jambo hili. Ukimjua Yesu ni nani kwako, ukimjua Yesu ni nani, ndipo utakapoanza kujua wewe ni nani. Ukifika mahali ukajua Yesu ni nani, utaanza kugundua na kujua wewe ni nani. Utajua misheni yako ni ipi na utasimama kwenye nafasi hiyo.